inajumuisha 855 ambavyo ni sawa na 95% viwanda vidogo, viwanda 32 ambavyo ni sawa na 4% viwanda vya kati, viwanda 4 sawa na 1% viwanda vikubwa. Kwa ujumla, idadi kubwa ya viwanda ni vile vya kusindika zao la alizeti ambavyo vinachukua 33%, mahindi 60%, 33 na kwa 93. Zingabaki 7 inajumuisha viwanda vichache vinavyozalisha mvinyo, mikate, madini, nyama, plastiki, juisi, magodoro, mabati, maji, chokaa, gesi na samani. Kwa hiyo haya maeneo mengine yana viwanda vichache. Kwa maana nyingine fursa bado nyingi na kubwa. Ndugu washiriki, takwimu hizo zinaonyesha wazi kuwa maendeleo ya viwanda Tanzania kama ilivyo katika nchi nyingine yatatokana na kuweka nguvu katika sekta za viwanda vidogo, viwanda vya kati. Hali hii sio ya kushangaza kwa kuwa taswira kama hiyo inajitokeza pia katika nchi karibu zote duniani. Kwa mfano, Japani, viwanda vidogo sana na viwanda vya kati vinachukua takribani 99%. Kama mko mnajua hiyo. 99% ya viwanda vilivyoko Japani ni viwanda vidogo na vya kati. Kenya, ambayo ni jirani yetu, 98% ni viwanda vidogo. Malaysia 97.3%. Indonesia 99.9%. Karibu vyote Indonesia. Na ndio wanakwenda kasi sana kwenye maendeleo kama mmegundua. Kwa maana yake viwanda vimetapakaa nchi nzima, kwa maana vimetoa ajira na uzalishaji takumi umeongezeka. Canada, nchi makubwa yale 98%. Jerumani, nchi kubwa 99% ni viwanda vidogo. It's very important to note that kwamba tunapoongelea swala la viwanda vidogo vidogo, hatusemi kufanya vile kwa sababu sisi ni nchi maskini au ni Afrika. Tunaanza hapana. Impact ya viwanda vidogo ni kubwa sana katika swala zima la ajira na kiuchumi katika nchi. Hivyo ni jukumu la serikali kuweka mazingira wezeshi kama inavyofanya serikali ya awamu ya 5 ili kuvutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Ndugu washiriki, faida ya sekta ya viwanda vidogo ni kuwa uanzishaji wake hauhitaji elimu kubwa na mtaji mkubwa, na hivyo vinaweza kuanzishwa katika eneo lolote la nchi yetu. Sekta hiyo inatoa mwanya mkubwa kwa vijana na wanawake kuanzisha viwanda na kujiajiri ambapo wasingepata fursa katika sekta nyingine zinazotoa ajira. Viwanda vidogo huongeza thamani ya mazao, hali ambayo humpatia kipato zaidi mzalishaji na kupunguza hasara baada ya mavuno. Sekta ya viwanda vidogo ni msingi muhimu wa kuandaa Watanzania kuwa wamiliki wa viwanda vya kati na viwanda vikubwa hapo baadaye. Na mara nyingi wanaoanza kwenye viwanda hivi vidogo wakisimamia vizuri wanakwenda kwenye viwanda vikubwa. Tuliona niwapongeza sana shirika la kuendeleza viwanda vidogo SIDO kwa kuandaa mkakati wa kongani ambao unaonekana utarahisisha utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu katika ujenzi wa Tanzania ya viwanda. Maagizo ambayo yalihusisha kutenga maeneo katika ngazi ya halmashauri na kuwawezesha vijana, wanawake na wananchi kwa ujumla kuanzisha viwanda. Aidha, ujenzi wa viwanda kwa kutumia mfumo huu ndio hujenga sekta ya viwanda endelevu. Kama tulivyoonyesha tuonezo takwimu. Kwa kikao hiki kitatupatia fursa nzuri ya kuwakutanisha viongozi na wataalamu kutoka taasisi za umma na taasisi binafsi. Mchanganyiko huu utatuwezesha kupata maoni yatakayotuwezesha kuweka mkakati madhubuti wa kufanikisha utekelezaji wa mfumo mfumo huu wa kongani katika mkoa wetu wa Dodoma. Aidha, kikao hiki kitatupatia fursa ya kujitathmini namna tunavyotekeleza kauli mbiu ya serikali ya awamu ya 5 ya ujenzi wa Tanzania
ya viwanda inayolenga kuipeleka Tanzania kwenye nchi ya uchumi wa kati. Sasa SIDO iliandaa mkakati, hii strategy ya cluster. Si kwamba haikuwepo, ilikuwepo, lakini sasa ilikuwa hatuna pa kushika vizuri. Na tulipoona hii maazimio na agizo la serikali la kuhamasisha viwanda, tukaanza kuingia huko na tukaiweka hii sawa sawa. Sasa nitaanza kwa kuonyesha kwamba hivi ni baadhi ya viwanda vidogo tu ambavyo wajasiriamali wanaweza wakaanzisha. Kwa mfano hiki hapa ni cha refinery ya mafuta ya alizeti. Hiki kiwanda sasa hivi kiko Mtingo, Singida. Tuna kongano pale kwa kushirikiana na jamii iliyoko pale. Lakini pia tuna viwanda vya mpunga ambavyo nilikuwa navizungumzia Mbarali, ziko cluster mbili pale za mpunga. Moja inamilikiwa na SIDO, moja ni ile halmashauri ambayo umeitolea mfano. Na zingine, lakini pia SIDO tunayo nyingine kule mkoa wa Kigoma. Sasa nikafikiria haraka Dodoma yetu tunaendaje? Nikaziangalia hii ramani yetu ilivyo, nikaona tuna hizi wilaya zetu kama zilivyojipanga. Tukajaribu kuuliza wenzetu wa halmashauri, nilifanya tour kidogo. Resources gani zilizoko kule ambazo tunaweza tukazitumia kuanzisha makongano. Dodoma mtanisaisha wakati mwingine. Dodoma tuna zabibu, tuna Metalworks, ni wengi mno. Tunaweza kuanzisha hii cluster ya Metalworks. Lakini pia kuna uzalishaji wa bidhaa za ngozi, na sisi ni mkoa ambao tumezungukwa na wafugaji. Carpentry ni wengi wanazalisha, ukiangalia masofa yametapakaa. Ukitaka sofa inabidi, mheshimiwa alisema, uzunguke mji mzima. Lakini kumbe wangekuwa one location, unaweza ku access kwa urahisi. Viwanda vya sunflower, ili nitalizungumzia kwa mapana kwa sababu tunaanza kulitatua. Sasa hivi hapa nimechelewa kuja kidogo sababu wenzetu wa Suma JKT wale wa architecture wao wako wanashughulikia ili eneo tunajenga sasa hivi viwanda, eneo la viwanda pale Kizota. Kwa hili la sunflower asilimia kubwa tutalitatua. Kwa tutakuwa na viwanda vya alizeti katika eneo moja. Hiyo ni kongano moja. Tukaja wenzetu wa Kongo wana groundnuts nyingi, sunflower pia, mahindi, lakini pia wana livestock, hiyo ni pamoja na mpwapwa. Lakini Kondoa tuna na Chemba, tuna alizeti, tuna mahindi, tuna zabibu pia. Lakini Bai pia tuna mpunga, tuna groundnuts na zabibu pia kwa upande wa Chamwino, lakini pia tuna mifugo. Sasa hizi ni katika mtizamo wetu tuliouona jinsi ilivyokaa. Sasa hiyo katika maeneo haya tunaweza kuchagua moja ya kongano ambalo tunadhani lina nguvu na linaweza likaleta matokeo makubwa kwenye jamii. Lakini kuna zile long term strategic plan za serikali na zenyewe zinasema, sasa hii imeainisha kabisa kwamba kongano ni moja ya tool muhimu sana ya kuhakikisha kwamba tunakuza viwanda katika mtizamo unaokuwa endelevu na kuhamasisha viwanda kuanza kukua na pia ubunifu kuongezeka, lakini pia kuadapti mazingira tuliyokuwa nayo, hatimaye kutengeneza uwezo wa kushindana na wenzetu katika maendeleo ya uchumi wa viwanda. Lakini pia anasema kwenye kurasa mmoja hapo amesema kabisa to promote cluster, tunawajibika kupromote cluster of industries at every level and every location in order to accelerate the growth dynamism and to improve efficiency of industries while pointing out in linkages across the various players, ambao ni wa muhimu sana wale wadau wanaokuwepo. Kwenye policy zingine pia, kwenye ile National 5 Years Plan, sasa hapa ndio nakuja kwetu. Imetaja kabisa SMEs cluster is cited as one of the roles of, hii mtaje wenyewe, sasa msije mkasema bwana Manongi na SIDO anatuletea hadithi mpya. Ni role ya LGA. Kwa tunawajibika sisi. Nakumbuka tuna goli la viwanda 100 vipya. Mheshimiwa ametaja hapa hivi asilimia kubwa vya zamani vipya 100 industry tutatoa. Kwa mkulima wa alizeti anaweza kafaidika endapo kama tutakuwa na uzalishaji mzuri wa mafuta katika mnyororo wa thamani husika. Sasa hivi tuna tatizo kubwa la mbegu la alizeti. Ina maana inabidi serikali pia halmashauri ziwekeze sana shamba ili kuongeza uzalishaji wa mbegu, ili hivi viwanda viweze kuzalisha kwa nguvu zaidi. Lakini pia hivi viwanda hivi viweze kuzalisha vizuri, lazima viwe na mazingira mazuri ambayo ndio tunawajibika kuingia hapo. Sasa utaona unaanza shambani, inaenda kwenye kiwanda ndani kinakuwa hizi ni refinery, hii ni ile mashine ya kawaida. Lakini kuna business related ambazo shalisema kule nyuma.
hawa ni wauzaji wa vifungashio, wanaenda kununua wajasiriamali, utaona wamepangana foleni hapo. Lakini baada ya kununua hapa, wanaenda kwenye matenki yao yale uliyozungumzia, aidha ni zabibu ama ni mafuta. Baada ya hapo wanayapaki, baada ya hapo yanaenda dukani, baadaye tunaibuka maduka. Kwa ukiangalia mzunguko kuanzia hapa, ajira zilizotengenezwa ni nyingi, na ndio maana ya kongano inaingia hapa. Lakini sisi tukitaka kufanya intervention kama serikali na taasisi, hatuhangaiki. Sasa hivi kuna watu wengi na taasisi nyingi zinafanya intervention, huwezi kuona result hivi kwa sababu ziko too scattered. Lakini zikuwa concentrated, tuna uwezo wa kuringia mafanikio ya wananchi walioyapata. Na njia pekee ya kufanya hiyo ni kutumia kongano kwa maana ya cluster, ambayo hii ni kama kwetu ndio kama tunaweza kuashika. Inaanza pia kwa mkulima, inakuja kwenye swala zima la uvunaji, inakuja kwenye transportation, inakuja kwenye kusindika. Mheshimiwa, na mimi nishaenda kwa hichi kiwanda. Lakini pia baada ya kusindika kuna kuja usafirishaji. Hata leo wamesema hawatakuja kwa sababu kuna malori yamekuja kuchukua mchuzi. Baada hapo tunapaki wine. Baada hiyo wine inanywewa. Ukiangalia kuanzia hapa mpaka kuzunguka mpaka hapa, hizi zote ni ajira. Wananchi wanaajirika, wanapata kipato. Kwa hiyo maana serikali ilivyoamua kuchukua zana ya viwanda, walimaanisha kwa sababu vision ilikuwa ni kwamba watu wengi waweze kuajiriwa na kipato kiweze kuongezeka. Lakini mimi na wewe ndio tutakiwa tufanikishe. Lakini hawa hawezi cooperate peke yao, lazima LGA ndio champion, financial institutions ziingie, government institutions ambazo ni hizi taasisi zilizoko hapo. Tukifanya kwa pamoja tunaweza kuleta mafanikio makubwa na kuleta uchumi wa viwanda. Nikasema nisiishie hapo, nije kwenye ngozi. Kuanzia kwenye machinjio ambapo ngozi inaweza ikachakatwa, ikatolewa ngozi kama unaona hapa, bidhaa zikazalishwa, baadaye kiwanda kipo, mwishowe wazalishaji vijana wengi wamekaa hapo, bidhaa inayotokea ni aina tofauti za bidhaa za ngozi. Kuanzia hapa kwenye masoko hapa ambapo ndio mwisho, kuanzia hapa kuzunguka mpaka hapa, kote ni ajira na thamani inaongezeka. Hiyo ndio maana halisi ya kongano. Waweza kutumia mnyororo wowote wa thamani wa mazao kulingana na resources zilizoko hapa. Wale wawekezaji na wajasiriamali wao kwenye katika kongano wanaweza kufaidika kwa kushirikiana kwao, kwa sababu wako katika eneo moja. Kwa hiyo ule uwepo wao karibu, mapungufu ya mmoja wanashare, tatizo kubwa wanaweza kuzungumza kwa voice moja na hatimaye waweze kupata faida kubwa katika biashara zao. Lakini serikali nyingi duniani, sasa nitoe picha ya dunia. Serikali nyingi duniani, huu ndio mfumo wameamua kuutumia na unaleta matokeo makubwa sana. Nitaonyesha mifano michache. Kwa hiyo with a strong cluster comes growth in employment, especially higher value jobs kwa wale graduates ambao wanaweza kupatikana, kwa sababu ubunifu unaongezeka. Kwa economy with a strong cluster have a higher level of innovation, watakuwa ubunifu wakubwa, higher level productivity, more entrepreneurship, more new business startups, higher export and economic growth, and higher wages and the other benefits ambazo zinaweza zikapatikana. Kwa sababu na mimi sasa nimeiangalia nikaona tuna fursa hapa Dodoma nyingi ambazo tunaweza tukazitumia na tukaanzisha clusters haraka sana. Tukiangalia ukatikati wa Dodoma, lakini katika maeneo hayo tofauti, tunaweza tukaanzisha ukielekea Mpunguzi, kwa barabara ya Iringa, tukawa na cluster ya zabibu. Tukija huku Dar es Salaam tena nikaangalia Nane, nikasema huko inakuwa ni cluster ya kina mama na mababalishe. Pale katikati Nane panakuwa ni eneo la vyakula vya kila aina, watu wanakwenda tunavipata pale. Lakini nikiangalia njia ya kwenda Bahi, naweza nikasema sasa hiyo cluster ya ngozi inaweza kaa huko, lakini ukisogea mbele zaidi pia tunaweza tukawa na cluster ya mchele kwa maana hiyo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naona fursa zipo na tunaweza tukazifanya haraka sana na tukafikia ile ndoto ya viwanda 100. Ndio pia kana kwamba kama kila halmashauri inaweza ika-identify cluster moja ikasema inafanya nini,
halafu ile and then ile ikaweze kafanywa kwenye land use, itakuwa ni nzuri zaidi, kwa sababu sasa hivi status ya master plan zote za Dodoma na halmashauri zake na miji yake yote 8 zote hazijakuwa katika status ambazo ziko kwenye updated. Kwa hiyo tuko kwenye process ya kufanya nini, kuzifanyia review. Zingine zinafanywa review kwa mfano kama hapa mjini, lakini zile za kwenye halmashauri zile zingine ndio sasa hivi wao kwenye matayarisho ya kutangaza kwamba ziweze kufanyiwa mipango kabambe au master plan au detailed plan. Kwa hiyo nilikuwa najaribu tu kurecommend kana kwamba hii approach ambayo inaweza ikafanyika hapa kufuatana na hii presentation ni nzuri sana na inaweza ikawa msaada hasa kwenye matumizi bora ya ardhi kwenye zile halmashauri zetu. SIDO, tufahamiane sisi wadau, tukae pamoja kwa manufaa ya mkoa, baada ya kutawanya hizi resources kidogo kidogo, tufanye kitu kikubwa ambacho kitakuwa na tija kwenye mkoa. Nitaomba sana serikali ya mkoa mkicoordinate hichi, tukutanishe, tukae pamoja, kila mtu aseme anafanya nini, yale mambo ambayo yanajirudia tuyafanye kwa pamoja kwa ukubwa wake zaidi. La pili, niwapongeze SIDO. Hii idea ya cluster wenzetu wananufaika nayo sana, hasa wenzetu kule nchi za nje. Sasa nilikuwa nataka tu kushauri wakati tunatengeneza cluster zetu za Dodoma, ni vizuri tukatumia approach ya kuwa na pull factor. Kwanza na pull factor kwa maana gani? Kwa mfano mzee pale amezungumzia kuna watu wako Chalinze Nyama pale, na mimi nimesha kuwatembelea mara 2 mara 3. Ukipita hivi unaweza kudharau, lakini pale kuna chinjwa mbuzi wengi, kuna chinjwa ng'ombe wengi kwa siku, na ukienda kwa kule nyuma unakuta kuna sehemu wanajitahidi ku process ngozi, lakini hawana market pale. Kwa hiyo unaweza kuanzia pale kutengeneza cluster, kwa sababu at least kila wilaya ijaribu kutenga eneo kwa ajili ya cluster ya kitu fulani ambacho kinafanyika kwenye wilaya. Lakini ya pili, nilikuwa napendekeza eneo la 88 kama Ras alivyosema. Pale 88 kuna maeneo yamekaa wazi kwa muda mrefu sana, na lile eneo liko chini yako mkuu wa mkoa. Kuna lile eneo watu wanaenda wanakula nyama tu siku ya Jumamosi, pale pako wazi. Kuna leo lingine liko upande huu liko wazi. Tungefanya utaratibu wa kuangalia ni watu gani ambao tunaweza kuwapatia eneo pale, kwa sababu lile eneo ni la kwetu. And then hata wakati wa maonyesho inakuwa ni vizuri watu wanapita pale, wanakuja kuangalia kitu gani kinatengenezwa, na wanaweza kununua vitu pale ambavyo vinatengenezwa pale. Lakini itafanya kiwanja kile kiwe active throughout the year. Kwa sisi la kwanza kuhakikisha kwamba haya ambayo tumeyaazimia pale yanafanyika, yanatendeka, na mwisho wake vionekane vitendo, vionekane cluster na wananchi wafaidike nazo. Kila mwisho ni kuombe rasmi hiyo kamati iundwe ambayo itakaosimamia mkakati wa kuona cluster kwa tengeneza kamati na kuweza kufuatilia. Lakini vile vile kuna pendekezo pale kama ni lazima kwenye hiyo kamati watambue na vitu ambavyo vimeshafanywa huko nyuma ambavyo vipo vimeachwa tu pengine havitumiki, ikiwemo wakala kwenye maeneo ya ngozi, wataalamu kwenye maeneo mbalimbali, tuchukue wale tuwatumie, iwe rahisi kuanza kwenye hizo cluster mara moja. Sisi Dodoma tuna utajiri mkubwa wa mifugo. Ukisema mifugo Tanzania, Dodoma huwezi kuiacha mbali. Kwa eneo la ngozi ni eneo la kwetu, eneo la alizeti ni la kwetu. Wakulima wengi walima alizeti na viwanda vingi wamekimbilia huko, na ndio maana